Kama alivyotoa utangulizi shekhi wangu hapa Imam kwamba tunaendelea na tafsiri ya surat Maryam. Nafikiri wenzangu walioanza wameielezea sura hii, kwa hiyo mimi sitoanza huko, bali tutaingia moja kwa moja katika tafsiri za aya ambazo mimi nimepangiwa kuzitafsiri katika siku hii ya leo. Tunaanzia aya ya 51 mpaka aya ya 63. Kwa kusema kweli ndugu zangu, kutafsiri aya kwa idadi hii kwa kipindi kama hiki inakuwa ni ngumu sana, lakini nafikiri lengo ni watu kukumbushana ili tujue au tukumbuke thamani ya hiki kitabu na kwamba kinahitajika kusomwa. Kwa hiyo kila mmoja ajipangie ratiba yake ya kukisoma kitabu hiki na kujua kitu gani Allah subhanahu wa ta'ala anaagiza ndani ya kitabu hiki. Kwa hiyo tutataja yale yaliyotajwa na wanaochuoni katika aya hizi kwa mukhtasar, halafu kila mmoja aweze kuzipitia akiwa ametulia, aangalie yaliyozungumzwa zaidi kuhusiana na aya hizi. Allah anasema wadhkur fil kitabi Musa, mtaje katika kitabu hiki Musa alayhi salatu wassalam. Allah anamwambia mtume amtaje Musa katika Qur'ani, amuelezee habari zake, kuwaelezea Waislamu. Wadhkur fil kitabi Musa, na mtaje katika kitabu hiki ambayo ni Qur'ani Musa alayhi salam, innahu kana mukhlasan, hakika ya Musa alikuwa ni mwenye kuchaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana rasulan nabiyya, na alikuwa mtume. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake amtaje Musa, awatajie Waislamu habari za Musa, sio kumtaja tu jina, bali awatajie habari za Musa. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameanza kumuelezea Musa ni mtu wa namna gani mbele yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema innahu kana mukhlasan, hakika Musa alikuwa ni mwenye kuchaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Neno hili mukhlasan, wanawachuoni wanasema unaweza ukalisoma kwa kama lilivyoandikwa kwenye msahafu kwa fatha mukhlasan, na pia unaweza ukalisoma kwa kasra ukasema mukhlisan, wa kana mukhlisan. Viraa vyote viwili hivi vinakwenda na maana zinakaribiana au zina muingiliano. Maana ya kwanza ni kwamba Musa amechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo maana ya mukhlasan. Ukisema mukhlisan ni kwamba Musa alayhi salam alikuwa na ikhlasi katika mambo yake, katika ibada zake. Kila analolifanya analifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana rasulan nabiyya, pia Musa alikuwa mtume. Lakini hapa kuna maneno mawili ambayo maneno yote mawili haya katika lugha ya Kiswahili tunatafsiri kuwa ni mtume. Rasul tunasema mtume, nabii tunasema mtume. Lakini kisheria kwa mujibu wa wanawazuoni kuna tofauti kati ya nabii na rasul, na ndio maana hapa maneno yamekuja kwa pamoja, kwa maana kila moja lina maana yake. Na Musa alikuwa ameyabeba yote mawili. Musa alikuwa rasul na Musa alikuwa nabii. Tofauti ni nini kati ya rasul na nabii? Kuna maneno mengi sana ya wanawazuoni wanaozungumza tofauti kati ya nabii
na rasul. Lakini maneno ambayo yanachaguliwa na wengi ni kwamba nabii ni yule aliyepewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala bila kuamrishwa kuwapelekea watu maalum. Kapewa wahi yeye tu, na pengine akapewa na sheria yeye ya kuifanyia kazi yeye, huyo anakuwa nabii. Lakini rasul ni yule aliyepewa wahi alafu akatumwa kwa watu akawapelekee huo wahi, huyo ndio anakuwa rasul. Sasa ambaye anakuwa rasul tayari anakuwa ameshabeba ile sifa ya nabii. Kwa hiyo yote ambaye ni rasul yeye pia ni nabii, lakini sio kila nabii atakuwa rasul. Na baadhi ya wanawachuoni wanawataja baadhi ya mitume wa Allah ambao walikuwa ni manabii lakini sio marasul. Wanasema rasul, sababu kuna maelezo mengine, rasul ni yule aliyepewa kitabu, nabii ni yule ambaye hajapewa kitabu maalum. Lakini wanawazuoni wengi wanasema kwamba rasul si lazima apewe kitabu maalumu cha kwake. Hata kama atatumia kitabu cha mtume aliyepita, lakini akawa ameagizwa kuwafikishia ujumbe watu maalum, huyo naye anakuwa ni rasul, hata kama kitabu ni cha mtume aliyetangulia. Kuna baadhi ya mitume Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa kitabu maalum, wametumwa baada ya kuondoka mtume fulani, wakatakiwa kuwafikishia wale watu kitabu kile kile, mafundisho yale yale waliopewa na mtume yule aliyetangulia. Huyo naye pia anaitwa rasul. Kwa hiyo Nabii Musa alayhi salam amezikusanya hizi sifa zote mbili kama ilivyo kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana kuna maneno wanasema mtume sallallahu alayhi wasallam nubbi'a bi iqra wa ursila bi muddathir. Mtume alipewa unabii pale alipoteremshiwa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, kwa sababu pale alivyoletewa ile sura au zile aya katika suratul Alaq hakuambiwa amfikishie mtu, ni wahi tu ulitumwa. Pale mtume Muhammad alikuwa nabii. Ilipokuja sasa ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, pale mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni rasul. Kwa hiyo akawa amekusanya kati ya nabii na rasul. Allah anaendelea kuelezea sifa za Nabii Musa au habari za Nabii Musa. Allah anasema wanadainahu min janibi turil ayman wa qarrabnahu najiya, na tukamuita huyo Nabii Musa kutoka upande wa kulia wa mlima Tur, wa qarrabnahu najiya, na tukamsogeza zaidi katika mazungumzo au katika manongonezo. Nabiullahi Musa alayhi salam, alayhi salatu wassalam, kama tunavyofahamu kisa chake ni kwamba alikimbia Misri kwa ajili ya kumkimbia Firaun. Pale Firaun na jamaa zake walipopitisha maamuzi ya kumuua Nabii Musa alayhi salatu wassalam, Nabii Musa alikimbia akaenda, wanawachuoni wanasema alikwenda Madian kule akakutana, story ndefu hapo katikati, lakini alikutana na mtu mmoja ambaye akiitwa Shuaib. Wengine wakisema ni yule nabii Shuaib, wengine wakisema ni Shuaib tu mja mwema lakini sio mtume. Almuhim, Nabii Musa alikaa kwa huyu mzee kwa kipindi fulani. Kukaa kwake Nabii Musa alayhi salama hapa ni baada ya kutoa huduma kwa watoto wa huyu mtu mwema, ambao watoto walipeleka taarifa kwa baba yao. Baba akawaambia kamleteni huyo mtu. Nabii Musa alivyopelekwa kwa yule mtu akaambiwa kwamba
nataka nikuozeshe binti yangu mmoja katika hawa wawili ambao wewe uliwasaidia kule, lakini mahari yake ni kuchunga wanyama kwa muda wa miaka 9. Utakuwa mchungi kwa muda wa miaka 9, na kama utatimiza miaka 10 haina shida, hiyo ni wewe mwenyewe maamuzi yako, lakini mimi nataka miaka 9 mahari hayo. Alafu ukiambiwa utoe 200,000 unasema mahari ghali. Musa anapigwa miaka 9 anachunga wanyama, ndio mahari ya kumwoa mtoto wa mtu. Nabii Musa akatekeleza hili jambo kwa muda wa miaka 9. Sijui kama alifikisha 10, Allahu aalam, sijaiona, lakini alitimiza ule wakati ambao walikubaliana na yule bwana. Baada ya kumaliza, Nabii Musa akatoka pale Madian akawa anarudi Misri. Miaka 10 imepita, yani miaka mingi, hata hiyo ahadi ya kumua pengine tayari watu wameshaanza kuisahau. Lakini hapa kuna mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala unataka kukamilika. Akiwa njiani, Nabii Musa wanasema alipotea njia. Katika hangaika akaona moto pembezoni mwa jangwa. Ndio wanasema kwamba hili jangwa, katika hili jangwa ndio kulikuwa na huu mlima. Na wanasema baadhi ya wanazuoni kwamba hili jangwa lilikuwa pande zote za mlima, ilikuwa upande wa kulia na upande wa kushoto, kama mlima ulikuwa katikati hili jangwa. Nabii Musa akaona moto, akamwambia mke wake, hebu nisubiri hapa, acha niende kwenye ule moto, huenda nikapata maelekezo ya njia, au nikaweza kupata moto nikaleta hapa tukawasha moto tukajikinga na baridi. Nabii Musa alipofuata huo moto, ndio akasikia sauti inamuita. Sasa ndio hii wanadainahu min turil ayman min janibi turil ayman, na tukamuita katika upande wa mlima, upande wa kulia wa mlima. Baadhi ya wanaosoma wanasema upande wa kulia, kwa maana upande wa kulia wa Musa au upande wa kulia wa mlima. Waqarrabnahu najiya, na tukamsogeza zaidi katika mazungumzo, kwa maana akasogezwa akaambiwa mazungumzo sasa ya siri. Kwanza aliitwa kwa sauti. Hii ilikuwa ni maneno ya wazi, kwa sababu kuita nada au annida katika lugha ya Kiarabu ni mtu kumuita mtu kwa sauti ya juu ambayo anaweza kusikia. Ama najaa ambayo ni najia, ni mazungumzo ya siri ya mtu na mtu ya sauti ya chini. Kwa hiyo Nabii Musa alipata bahati ya kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sauti ya juu kwanza alipoitwa, halafu vile vile akakurubishwa kwa Mwenyezi Mungu, akazungumzwa kwa maneno ya siri ya taratibu baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi wanaochuona wanasema huku kukurubishwa Nabii Musa kwa Allah subhanahu wa ta'ala haikuwa tena pale jangwani, japokuwa sauti ilitoka pale karibu na ule mlima, lakini kule kukurubishwa wanasema kwamba Nabii Musa alipandishwa na yeye mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyopandishwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huko ndiko Musa akazungumzwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sauti ya chini ambayo ni najaa. Waqarrabnahu najiya, na tukamkurubisha zaidi katika mazungumzo. Hapa ndipo Musa sasa alipopewa taarifa zake kwamba tayari anapewa utume aende kwenda kumlingania Firaun laanatullahi alayhi. Hapa Nabii Musa wanasema alifanya jambo ambalo alifanya shafaa ambayo haijawahi kufanywa na mtu yoyote katika dunia hii. Yani alimuombea mtu jambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo hakuna yoyote kwenye hii dunia ambaye ameshawahi kumuombea mtu jambo kama hilo. Nabii Musa alimuombea ndugu yake Harun naye awe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu ambaye amewahi kufanya jambo hili.
na Nabii Musa alipoomba akapewa. Ndio aya inayofuata Mwenyezi Mungu akasema, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, nasi tukampa Musa kutoka katika rehma yetu ndugu yake naye kuwa mtume, ndugu yake Harun.